Mheshimiwa Neema. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Pamoja na kwamba viongozi wetu wa UWT Taifa wakiongozwa na Mary Chatanda wamekuwa mstari wa mbele kupinga ukatili dhidi ya wanawake, watoto na hata wanaume. Je, serikali ina mpango gani kuhakikisha ukatili wa wasaidizi wa ndani unakoma kabisa? Kwa sababu kuna wengine wanabakwa, wananyimwa chakula na hata kupigwa. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kama nijibu swala la Mheshimiwa Catherine Magige kwamba ni kweli mazingira hayo yamekuwa yakijitokeza katika nyakati tofauti, lakini tumeendelea kama serikali kuchukua hatua kupitia sheria ya kanuni za adhabu. Makosa yoyote ya unyanyasaji, makosa yoyote ya kuvunja haki za binadamu yanaelezwa na kusimamiwa na sheria ya kanuni za adhabu. Ikitokea imebainika mfanyakazi wa ndani amenyanyaswa kwa namna yoyote ile, hatua kali za kisheria zinachukuliwa. Kwa hiyo niombe na kutoa rai kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu kwamba ikitokea kuna manyanyaso maeneo yoyote, ni wajibu wa jamii sasa kuripoti jambo hilo katika uongozi wa serikali za mitaa ama polisi. Taarifa hizo ziweze kuchukuliwa na kwenda kufanyiwa kazi kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa na kudhibiti makosa hayo. Asante Mheshimiwa Neema. Jiandae Dr. Tare. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mmemsikia Mheshimiwa Naibu Waziri amesema Tanzania tunajipanga kwenda kufanya ratification ya ule mkataba wa kimataifa ILO Convention 189. Lakini convention hii toka ipitishwe ni tokea mwaka 2011. Kwa hiyo mpaka leo ni takriban miaka 22. Je, ni lini sasa mchakato huu utakamilika na Tanzania tutaridhia huu mkataba wa ILO 189 ili tusijikute tunasubiri tena miaka 22 mingine? Asante. Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Nikijibu swala la Mheshimiwa Lugangila, nasema kuna msemo wa henga wanasema what is common to others is not common to all. Ni kwamba ni kweli mkataba huu wa kimataifa unaweza ukawa umepitishwa kwa nchi za wenzetu miaka 2011, lakini katika kuingia mikataba ya kimataifa ambalo Mheshimiwa mbunge anapaswa ajue, kuna masuala mengi ya kuangalia customs zetu kwa maana ya mila, tamaduni na desturi, lakini pia tunaangalia pia relevance ya nchi na nchi, lakini pia tunaangalia masuala ya kiuchumi na mambo mengine. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kwamba kwenye yale ambayo yameingia kwenye mkataba ule, yapo ambayo tayari sheria zetu yanazitambua hata kabla wao mwaka 2011 kuingia. Sisi tumeanza, ukiangalia kwa mfano sheria ya kazi iliyokuwepo ya mwaka 1981 tayari kwa inazingatia kazi za staha. Kwa kuna mambo mengi ambayo tayari kabla hata ya convention sisi tulikuwa tuko mbele zaidi. Tumebakiza machache sana ambayo tunaendelea kuyafanyia kazi kuingia kwenye signing and ratification. Asante Dr. Ntara. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana. Na mimi narudia, ni miaka 4 tumelizungumza hilo swala ndani ya hili bunge. Mkataba wa C189 mtauleta lini ndani ya hili bunge? Mheshimiwa Waziri kwa kifupi. Mheshimiwa Naibu Spika, nikijibu swala Mheshimiwa Tea, tayari serikali imekwisha kulifanyia kazi na tumeshafanya uchambuzi kwenye ngazi ya wizara, inaenda kwenye mamlaka nyingine kwa mujibu wa sheria ili kuweza kuhakikisha kwamba mkataba huo tulikuwa tunatarajia kuleta kwa Mheshimiwa Spika katika kipindi cha bunge hili. Kwa hiyo kama hatua ambazo tumezipeleka kwenye ngazi nyingine wakifanya haraka, basi tutaweza kuupitisha mkataba huo. Asante. Waheshimiwa bunge, pamoja na sheria na kanuni za serikali, lazima tuweke utu na ubinadamu kwa watumishi wa ndani. Tujiulize wenyewe humu ndani, kila mtu ajiulize kwenye moyo wake, kweli tunawatendea haki watumishi wa ndani? Sisi humu ndani tuanze wenyewe, halafu ndo tuulize sheria. Kwa utu na ubinadamu ndo msingi wa kuwatunza na kuwalinda watumishi wa ndani. Mtumishi wa ndani anakaa na mwanao, mtumishi wa ndani anakaa na mali yako. Kwa hiyo niombe sana, pamoja na sheria tujirudi nyuma na kumwogopa Mungu kutoa haki kwa watumishi wa ndani. Mheshimiwa, swali hili limechukua zaidi ya dakika 12, limechukua maswali mawili. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri asante. Ofisi ya TAMISEMI, Mheshimiwa Mtinga. Swali la bunge linauliza lini serikali itatekeleza